maeneo 16 ya ulimwengu wa kiroho. Maeneo 16 inaweza kafanya kipindi kikawa kirefu sana. Mimi nitapita kwa kuyataja tu. Nakupa kama dondoo kwa sababu siku hizi kuna artificial intelligence, kuna mitandao. Siku hizi naweza nikasema ni wakati ambao watu wamepata elimu nyingi sana na elimu kubwa. Kwa unaweza kutumia kuuliza watu kuhusiana na topic hizi ninazokupa hapa. Hapa mimi nitakwambia ramani ya maeneo 16 ya ulimwengu wa kiroho. Eneo la kwanza ni milango ya viwango, dimensional gates. Haya ni maeneo ya kuingia kwenye tabaka lingine. Ni sehemu ambayo unaweza kaingia kwenye tabaka jingine. Inaweza kuhusu kaingia kwenye tabaka lingine. Kwa mfano, kupitia kulala unapata ndoto, umeingia kwenye tabaka lingine. Kupitia mawazo ya kina, ukizama sana, unaweza kukuta mtu amewasha hivi macho, ukajua labda anakuona, kumbe yupo amezama kwenye mawazo. Wewe ni shahidi. Meditation ya kina. Wewe ni shahidi, umewahi kusikia watu wanafundisha kuhusiana na meditation. Kwa mfano kama kitu kingine ni majanga au furaha kali. Mtu akiwa na furaha, kuna vitu vinakuwa, furaha ya kina inakuwa, kuna vitu vingine vinatokea. Unaweza kushangaa mtu anaongea lugha ambayo sio yenyewe. Kwa mfano kufanya tendo la watu wazima, unakuta kama wanawake, unakuta yupo kwenye furaha kali, yupo kwenye furaha au tuseme raha kali. Yuko kwenye furaha, yupo kwenye raha, unakuta anatoa maneno ambayo hayaeleweki. Au unakuta mwingine ana furaha ya kina. Kwa mfano kama ni baba kwenye familia, unakuta siku hiyo amefurahi sana, basi utakuta akianza kukusifia, anakusifia vizuri kuzidi siku zingine. Oh, mtoto wangu mzuri. Au hata kama ni mke mwenyewe, unaweza kushangaa mtu anamsifia mke vizuri kushinda siku zote alizowahi kumsifia kutokana na furaha. Eneo la pili ni msitu wa mababu. Hawa ni mababu wanaotunza ukoo. Watu wengi huwa wanasema mizimu. Hili ni eneo la pili katika ulimwengu wa kiroho. Nilikwambia kwamba maeneo haya yanatambuliwa na waganga wa kale, yanatambuliwa na makuhani, yanatambuliwa na walimu mbalimbali wanaofundisha elimu za kiroho, wanatambua. Na ndio maana watu tunatumia mizizi, na ndio maana siku hizi kuna uchawi, kuna mambo ya kulogana, kuna mambo ya kumtolea mtu uchawi, kwa sababu watu wanajua malango mengi ya ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo sasa eneo la pili ni naweza kusema ni msitu wa mababu, msitu wa wazee, forest of ancestors. Mababu zetu wa kale, chanzo chetu. Hawa ndio wanakuwa ni walinzi wa damu. Wenyewe hulinda damu yao. Yaani babu yangu mimi hawezi kukulinda wewe, ila mimi ninaweza nikakulinda wewe. Ila babu yangu mimi, yeye atakachokifanya ni kunilinda na kuniongoza mimi. Sijui unanielewa? Babu yangu mimi hawezi kuja kukuongoza wewe, ataniongoza mimi. Hata kama wewe ukitaka msaada kwangu kwa namna isiyotarajiwa, nitapata mwongozo kutoka kwa babu yangu, lakini babu yangu mimi hawezi kuja kukuongoza wewe badala yangu mimi, takuja mimi. Nadhani umenielewa. Eneo la tatu ni chumba cha kumbukumbu. Naweza kaongea lugha ya picha hiyo. Kama hapa naongea lugha ya picha, usije ukasema ni mlango wa viwango, labda useme labda ukienda huo mlango upo labda Morogoro, utakuwa unajidanganya. Mimi naongea tu lugha ya picha, uelewe ninaposema lugha ya picha. Kwa ninaposema chumba cha kumbukumbu ni lugha ya picha, ili uelewe kwamba ni chumba cha kumbukumbu. Uchukulie picha ya chumba cha kumbukumbu. Hapa kuna historia ya maisha yako, kuna makosa ya ukoo, kuna vipaji vilivyofichwa, ndio hapa huwa viko hapa. Chumba cha kumbukumbu. Hiyo ni eneo lingine. Tuende eneo la 4. Hapa tunaangalia ni mji wa ndoto hai. Hapa kuna viumbe wa ndotoni, kuna walimu wa ndotoni, kuna mambo yanayojipanga. Unakuta ndoto unajua ndoto unakuwa ieleweki, mara huko hapa, mara huko hapa, mara huko huku, mara huko huku, mara umekutana na vitu ambavyo havieleweki, mara umecheka hivyo. Lakini eneo la 5 ni bahari ya hisia. Hapa kuna mawimbi ya hisia, kuna viputo vya huzuni. Huzuni inatokea kwenye lango hili, kwenye eneo hili. Kuna mto wa furaha. Watu wale ambao wanakuwa wana huruma huwa wanaingia mara kwa mara katika eneo hili, eneo la hisia. Mtu ambaye ana huruma za kupitiliza anaingia kwenye eneo hili bila yeye mwenyewe kujua. Mara kwa mara anaingia katika eneo hili, anakuwa ameingia kwenye ulimwengu wa kiroho kupitia eneo hili, kupitia huzuni, kupitia huruma. Lakini eneo la 6 ni eneo la vivuli.
sio uovu, sio uovu. Ninaposema vivuli kama hofu au ukomavu, maumivu ya zamani, hisia za kujificha. Hapa ndo kuna shule ya uponyaji wa kiroho. Mimi nakutajia hivi vitu, unatakiwa ukae ufuatilie wewe mwenyewe. Nimeviandika kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Ikiwa utajisikia kupata elimu hiyo, unaweza ukakipata kitabu, kinauzwa shilingi 25,000. Kitabu kitakuwa kama kiongozi wako. Usitegemee kwamba eti utakuta nimerejelea Biblia sio nini. Biblia ile ni kitabu cha codes kile. Ni kitabu kina mafumbo magumu. Sasa usipoelewa jinsi ya kufumbua yale mafumbo, huwezi kuelewa hata Biblia yenyewe. Hata ukae nayo miaka 20 hawezi kukufanyia chochote. Katika sehemu ambayo kuna elimu kubwa ya kiroho ni kwenye vitabu vya kidini, vitabu vya dini, au elimu za kwa waganga, au kutumia mitishamba. Unakuwa unapata elimu ya kiroho automatic bila mwenyewe kujua. Kwa sababu unapata kupitia maono. Kama ninavyokutajia maeneo haya, usipoingilia hapa unaingilia hapa. Yaani kwenye ulimwengu mtu akitaka kukuingiza kwenye anga zake za kiroho, ndio haya maeneo nayo kutajia. Atatumia eneo mojawapo kati ya hili. Anaweza kutumia huzuni, anaweza kutumia ndoto, anaweza kutumia kumbukumbu, anaweza kutumia labda mababu zako. Sio kutumia mababu zako, hapana. Kuna mababu wengine walikufa wakiwa kwenye low frequency. Sasa mtu akifa huko kwenye low frequency, basi roho yake inaenda ikiwa na low frequency, kwa sababu ni kiumbe mwenye uhai peke yake ndio ana uwezo wa kupanda kutoka kwenye frequency ya chini kwenda juu. Lakini roho na viumbe wengine walipo ndo wapo walipo. Kwa mfano kama malaika wanaishi kwenye mwanga. Kwa mfano kama majini wanaishi kwenye giza, kwenye hofu. Yaani wenyewe ni ufalme wa hofu, wasiwasi, majanga, yani ndio furaha yao. Kwa mtu akifa kwenye hofu, kwenye nini, anaenda kuishi pamoja na vitu vingine vya giza. Kwa pale ambapo unakuwa umekumbwa na hali fulani hasi kama hofu, hasira, wanakuja kuungana na wewe hawa mababu. Pale ambapo unakuwa unahitaji ulinzi, upo kwenye high frequency, wanakuja mababu wazuri, wanakuja kukulinda. Nielewe. Tunajadili sehemu ya 7, anasema ni mlima wa mwanga. Nimekwambia hapa hapa sehemu ya 7, eneo la 7 wanaishi walimu wa mwanga, malaika au walinzi wa frequency ya juu. Hapa wanaishi viumbe wa Mungu. Mountain of Light, mlima wa mwanga. Hapa ndo unakuta kuna malaika. Lakini tunaenda sehemu ya 8, njia za nguvu ya mwangaza. Jamani, hichi ni kitabu changu hiki. Hiki ni kitabu, baada ya kufanya tafiti mbalimbali nimeamua kuandika kitabu kwa ajili ya kurahisishia watu uelewa. Dhamira yangu kubwa au kitu ninachokiwaza kwenye kichwa changu ni kusaidia mtu kutoa mawazo, yani kutoa mawazo kwenye ndoto zake kuyaleta kwenye uhalisia. Anatoaje? Inakuwa ni swala gumu sana mtu kutoa mawazo yake kuyaleta kwenye uhalisia kutokana na pilika za siku. Ana stress ya hiki, ana stress ya hiki. Rafiki yake atamwambia hiki, yeye atamwambia hiki, atasikia hiki, atasikia hiki. Sasa ili uweze kutoa mawazo kuyaleta kwenye sehemu husika, ni lazima upate utulivu. Sio utulivu tu, lazima upate uelewa wa jambo, kwamba mawimbi hivi yakinivamia nifanyaje yatoke ili nibaki kwenye sehemu hiyo hiyo. Mtu unakuta anahangaika kwamba mimi pesa haikai. Ni kwa sababu gani? Anavamiwa na mawimbi aina mbalimbali. Anakuwa anavamiwa na mawimbi aina gani? Sasa ufanyaje ili mawimbi yasibadilike? Nimeongea sana hadi muda umeenda sana. Nitaenda haraka hizi zilizobaki. Ya 8 ni nguvu za mwangaza, ambapo hapa ndio baraka zinaingilia hapa sasa. Nguvu za mwanga huwa zinaingia hapa kwenye huo mlango. Ni mlango wa mwangaza. Sehemu ya 9 ni mahakama ya mababu. Kutathmini maamuzi ya ukoo, kuondoa laana, kufunga mikataba mibovu. Watu hufanya matambiko, wanaingia kwenye kiwango hiki hapa, wanaingia kwenye eneo hili hapa la ulimwengu wa kiroho ili kuweka usawazisho au kuweka usawa fulani kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa sababu ulimwengu wa kiroho ndio unaotuletea mambo yote tunayoyaona na jinsi tunavyojisikia na jinsi tunavyofanya. Lakini kuna eneo la utupu. Utahoji sana, huyu jamaa ananidanganya hivi na hivi. Hebu kaa na ufuatilie, waulize watu maswali kwa kina wanaofahamu elimu za kiroho. Mimi nakupa tu kama tips. Leo nakupa tu kama tips, uende ufuatilie mwenyewe. Lakini kuna eneo la utupu. Hapa hakuna mawazo, hakuna hisia, ni giza laini. Sio giza zito la ambao wanaishi mashetani na viumbe wasiofaa.
Hapa ndio chanzo cha mabadiliko makubwa ya kiroho. Hili lango, mtu ukitaka kufanyaje? Ukitaka kubadilisha mawazo, labda ulikuwa unajua kitu fulani ni hiki, alafu kumbe sio hiki. Sasa ukitaka kufuta hizo fikra kuweka zingine, unapita kupitia hili lango la utupu. Lakini tunakuja sehemu ya 15 ni bustani ya roho. Kwenye bustani ya roho kuna vitu gani? Kuna viumbe wa majani, kuna wahifadhi wa asili, kuna vituo vya nguvu za ardhi. Watu wanaotafutaga dawa za kienyeji huko msituni wanafahamu kabisa, nakwambia wanajua wahifadhi wanakwambia kuna wahifadhi wa ardhi. Kwa mfano ukiwa mkoa wa Kilimanjaro, ni lazima ili mganga wakati anatafuta dawa, mganga wa heri sio wa shari, akiwa anatafuta dawa kwa ajili ya kumponya mtu, anakuwa anaomba kwa kiongozi wa eneo husika. Kwa mfano kama maeneo ya Mwanza, sio kimikoa, unakuta anatawala sehemu fulani, sio kimikoa, unakuta kwenye sehemu ya Mwanza kuna jina lake ambalo wanalitumia. Unakuta kwenye sehemu fulani unakuta kuna jina fulani ambalo wanalitumia. Kwa mfano kama huku nilisikia kwa mbali kwamba mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, wapi na wapi, mhifadhi wa mambo ya asili ni sio, wanasema ni Kilimanjaro. Ukitaja Kilimanjaro ndio jina la ardhi la mkuu huyo anayetawala anga za huko. Ukienda kwa mfano kama hifadhi fulani, kwa mfano kama Katavi, yupo wanamuita Katabi, ndio ukienda kushimba dawa huko msituni, ndio atakayokupa muongozo kwa kupitia lango lolote, ama ndoto au atakufanya umuone. Ukiwa unavuka maji sehemu fulani, labda unakuta anakuambia ukitaka kupita hapa salama lazima utaje kitu fulani, basi ndio sheria zake. Kwa hizi zote hizi ni mamlaka ambazo zipo na zinaheshimika na ni sheria. Sasa ukivunja sheria ndio hapo unakuta unafanyaje? Unakuwa unaingia kwenye matata kwa sababu ya kutokuelewa mambo. Ni vizuri kuelewa mambo, usifanye moyo wako mgumu, uwe mwepesi kama ilivyo roho. Roho haina mipaka. Ukiweka uelewa wako ukawa na mipaka ya kimwili, hivyo ndivyo hautaelewa mambo mengine. Nilikuwa nakufundisha habari ya bustani ya roho. Sehemu ya 12 ni mto wa roho. Roho zinapita hapa kabla ya kuja duniani au baada ya kuondoka. Hapa ni chanzo cha hisia ya intuition ya kina, maono ya kina. Ndio hapo sasa roho za mababu zikitaka kuja duniani zinapita hapa kwenye hili eneo. Sisi ni watu ambao hatuoni ulimwengu wa kiroho, na nilikueleza kwa nini macho yetu hayaoni mambo ya kiroho. Nikakwambia macho yetu yanaona tu sehemu ndogo ya mwanga. Ndio uwezo wetu wa macho. Ndio maana mimi nakwambia hivi, ukitaka kujua kama macho sio kwamba eti ndio kila kitu. Mtu ambaye ana changamoto ya kuona, ana uwezo wa kukushika, akakushika ngozi yako, ikapita miaka 3, akija kukushika tena atakutaja ile jina uliyomtaja, mimi ni fulani. Akikushika tu ngozi, anafahamu kwamba wewe ni mlikuta kwenye mazingira gani, wewe ni fulani. Ndio hicho kipawa. Kwa sababu gani? Ameishi kwenye hayo mazingira na mwili wako una respond, yani unaenda kulingana na frequencies za namna hiyo. Sauti, masikio yake yanafanya kazi sana, hisia zake zinafanya kazi sana. Sisi macho, unajua kuona kuna dumaza kuna dumaza sana uwezo wa kiroho. Unaweza usinielewe. Macho yetu yanatufanya kulegea kiroho kwa sababu yanatufanya tuamini kitu kinachoonekana, tusiamini visivyoonekana. Ni tofauti na mtoto. Mtoto macho yake yanakuwa hajakomaa, na hivyo sasa yeye anakuwa anaungana mara kwa mara na ulimwengu wa kiroho, tena na mababu wema, kwa sababu kwa muda huo anakuwa hana uovu wowote. Tuendelee. Ilikuwa ni mto wa roho. Lakini sehemu ya 13 ni soko la frequency. Kubadilishana energy, kupata vibali, kupata nguvu mpya. Mitandao ya nguvu huwa inabadilishana hapa. Mtu anakuambia bwana, tunaenda kutoa kafara. Hapo inaenda kufanya transfer of energy au namna yoyote ile ambayo ni kimazingira na mambo hayaonekani. Mtu mwenye elimu hii ni bingwa sana wa kuchukua nguvu za watu, ni bingwa sana ana elimu kubwa sana ya kuelewa namna ya nguvu zinavyokuwa zinahama kutoka hapa kwenda hapa, ana ufahamu huo. Waganga wana elimu kubwa sana ya kiroho.
Sasa ukitegemea usome kwenye vitabu walivyoandika watu, hapo ndo changamoto inakuja. Yaani unategemea usome kwenye kitabu useme hiki kitabu ni cha kale lakini waliandika watu. Mimi nafikiri namna nzuri ni kuelewa. Kwa sababu jinsi unavyokuwa unaelewa, hivyo ndivyo utakavyopata maono kwenye akili yako. Ndio target kubwa. Yaani mimi nafundisha haya mambo, sifundishi eti sije mtu aokoke, si aende wapi, sije aende wapi au mtu apate fedha, hapana. Mwisho wa siku maisha mazuri haishi kwenye kupata fedha. Hata uvumbuzi wa mambo ni maisha mazuri. Yaani kuna raha. Pesa inatupa raha, pesa inatupa maisha mazuri. Lakini baada ya pesa kuna raha nyingine kubwa kuzidi pesa. Kwa mfano unaweza kaniambia sema kwamba pesa ya makaratasi italingana na thamani ya dhahabu. Hapana. Kwa hiyo kuna viwango vingine vya raha ambavyo watu hatuvifahamu. Kwa mfano kama kugundua jambo, kwa mfano kama wale waliopita shuleni hadi leo tunawataja kina Newton ni mashahidi. Tunataja kina Newton. Tunawataja tu wakati walishakufa huko. Ni soko la frequency. Lakini sehemu ya 14, eneo la 14 ni hekalu la hekima. Walimu wakuu, siri za maisha, namba za frequency, mafumbo ya uumbaji yapo eneo hili. Ukiingia katika eneo hili, ukijifunza elimu vizuri, ukapata uwezo wa kuingia katika elimu hii, utapata mafumbo mbalimbali ya uumbaji. Mafumbo mbalimbali ya uumbaji. Ndio maana hata watu ambao wana elimu kidogo ya majini atakwambia jini huyu ni mzuri sana kwenye mambo ya miti. Anajua sana. Sio kila jini unakwambia jini huyu ni wa upepo. Jini huyu ni wa kitu fulani. Kwa unakuta uwezo unatofautiana. Sasa mimi sijawahi kuita hao majini hao, nasema majini sijawahi kuita, lakini naamini ni viumbe ambao wapo. Sijawahi kuwaita, sijawahi kuona, lakini naamini ni viumbe ambao wapo kwa sababu athari zake tunaziona. Mtu ameweuka, ujue ameweukaje. Ni roho ambazo zinasababisha mambo fulani. Ndio ni mbaya zaidi kama ukiwa ufahamu. Huwa napenda kusema watu hupenda kulaumu wazazi wao wanawaloga, badala ya kulaumu kwamba elimu ya kiroho imesambazwa, imechanganywa namna ambayo hata wazazi bahati mbaya hawajapata muda wa kufahamu. Mzazi sio kwamba anakuloga, mzazi ana low frequency nyingi na hajui kama yupo kwenye low frequency. Ni kwa sababu gani? Maisha yetu yanatutia mambo hayo. Uwezo ukakwepa stress, uwezo ukakwepa kulipa kodi, uwezo ukakwepa kutoa hela ya matumizi. Lazima utoe hela ya matumizi. Ni kitu ambacho kitakupa mawazo. Utashuka uingie kwenye low frequency bila wewe mwenyewe kujua. Ukishafika kuingia kwenye low frequency, nilikwambia uko kwenye low frequency unaungana na low frequency. Kama kuna mababu zako wasumbufu, mababu ambao walikufa hapo kwenye low frequency ndio wanakuja hapa. Usishangae mtu anajinyonga. Mtu anajinyonga kwa ajili gani? Ukifuatilia kwa kina kwenye familia yao utakuta anakuambia kuna babu yao fulani alijinyonga. Yani sasa imekuaje, imehusiana gani mpaka wao wamekuja kujinyonga? Ndio hapo. Ukishaingia kwenye low frequency, unaungana na mababu zako ambao wapo kwenye low frequency. Sasa kama mtu alikufa kwenye low frequency, inakuvamia hiyo hali ya low frequency, anakuja anaungana na wewe. Wewe si upo kwenye ulimwengu wa nyama, anaingia na wewe, anaungana na wewe kupitia mawazo. Kumbuka nimekwambia kuna lango la, nikakwambia kuna mali nikufundisha nikakwambia fikra. Kuna mali nimekufundisha nikakwambia fikra ukiwa umezaa. Kuna mali nimekwambia kwamba unaweza kukuta mtu anatafakari ukajua anakuona ukapita hapo kumbe hajakuona. Ukisha kuwa kwenye hali hiyo unaingiliana na ulimwengu wa kiroho. Nimekwambia unaingiliana na ulimwengu wa kiroho kwa hiyo sasa huyo babu aliyekufa kwa kujinyonga anakuja, ile roho inatembea kwenye damu. Hawezi akaje kwa mfano kama mimi, wewe ni kaka yangu mimi mdogo wako, kama mimi sijaingia kwenye low frequency wewe umeingia, atakuja atakutembelea. Ndio kama hivyo ikaja hali ya fulana nini ukapotezea ile mawazo, anakuwa umehama kwenye frequency yake. Na mimi mwenyewe nikiingia kwenye low frequency atanijia. Kwa ama mimi au wewe unaweza kujinyonga hata kama mtoto wako anakuwa anatembea kwenye damu ya ukoo fulani. Nimekupa hiyo elimu nimekupa huo ufunguo. Hapa ni kwenye hekalu la hekima, siri za maisha, mafumbo ya uumbaji. Tunaingia namba 15 ni mlango wa kuzaliwa. Roho zinapewa hali ya maisha, familia, majaribu, vipaji kwenye huo mlango. Mlango wa nini? Ni mlango wa kuzaliwa, eneo la kuzaliwa. Haya, ukienda kwa mganga ukasema nataka mtoto, huwa anaenda kucheza na hii eneo.
Ukikutana na mganga mzuri anakuambia bwana, mimi hiyo taaluma sina. Mambo ya uzazi, muone mganga fulani ni mzuri sana kwenye eneo hilo. Mwingine atakwambia bwana, mimi sina elimu. Mganga huyo atakwambia mimi elimu ya mifugo sina. Kuna ile mtu kama unachunga hivi unashangaa umepoteza mifugo kwa njia ya namna isiyoeleweka. Kwa unakuta kuna mtu ni mtaalamu wa hiyo elimu wa kipengele hicho. Huo ni ulimwengu wa kiroho. Ni field za ulimwengu wa kiroho, watu wanajua kucheza naye. Unakuta mwingine ni mtaalamu wa magonjwa ya uzazi. Unakuta mwingine ni mtaalamu wa ugonjwa ya kichwa. Yaani hivyo. Hii sijui unapata kunielewa. Kwa nini kanielewa kwa sahihi? 16 mlango wa kurejea. Sio kwamba eti ni mwisho, mlango wa kurejea. Ni mlango wa kukagua maisha, kurekebisha makosa, kuunda na kurudi upya. Katika unajimu tunaizungumzia sayari ya Pluto. Katika elimu ya namba tunaizungumzia namba 9. Namba 9 ni namba inayoashiria ukamilifu na utimilifu. Jambo likisha kamilika, kuna mawili, hizo za upya au ndio mwisho wake. Kwa namba 9 inahusiana na kufa na kurejesha maisha. Ukifika 9 kinachofuata ni 1. Ukifika 9 ndio mwisho. Unaona? Zana ya namba 9 inahusianishwa na Israeli mtoa roho. Namba 9 inahusianishwa na zana ya malaika mtoa roho. Sijui unaelewa? Namba 9 inahusianishwa na hivyo vitu. Ukiingia kwenye unajimu zodiac ni inahusianisha na sayari ya Pluto, nguvu ya sayari ya Pluto. Kufa na kuzaliwa, mwisho na mwanzo. Ndio hili lango. Kwa hiyo hizi elimu za kiroho zinaingiliana. Utazikuta kwenye elimu dunia, utazikuta kwa mganga, utazikuta kwenye sayansi. Hata ukisoma ukipata ma PhD, uelewa utakufahamu. Sasa fikiria kama ukisoma mpaka ma PhD umetumia gharama ngapi? Kwa ni mifumo tu ya kuzalisha uchumi fulani. Na hilo ndio lango la nilikuwa nakwambia maeneo 12. Maeneo 12. Nakwambia maeneo 12 ya ulimwengu wa roho. Nimekutajia maeneo mengi, tumeelezana, tumesimbiana kidogo. Chukulia maneno yangu, sio kwamba eti maneno yangu ndio kila kitu. Najaribu kama nitaweza kukufanya ufikirie upande wa pili. Ufikirie, uongeze mawazo huko. Sio kwamba ninachokuambia ndio sahihi, kwa sababu wewe, mimi nafahamu. Yaani utake usitake, mimi nafahamu kwamba umetumia muda mwingi sana kufahamu mambo ya kiroho, uhusiano wa mambo ya kiroho na dunia ya nyama. Umetumia muda mwingi sana. Hivi kwa nini usikusanye maarifa hayo alafu ije iwe faida kwa mtoto wako? Kwa nini usikusanye maarifa ije iwe fumu yako? Ije faida kwa mtoto wako? Ndio maana tunashindwa kuwa wavumbuzi kwa ajili ya hatujatulia kimaisha. Tunashindwa kuanzisha hata kiwanda cha Thendos, tunashindwa hata kuanzisha kiwanda cha stick. Tunatafuta tu vipengele vya kuvilaumu tuone kama ndio sehemu yenyewe. Lakini uhalisia wenyewe ni kwamba watu tunashindwa kutoa mawazo kwenye fikra zetu, kuyafanya wewe maono yaje kwenye ulimwengu wa nyama. Ukichukua jambo lako ukaliweka kwenye third dimension, ukaliweka kwenye maono, ukalitafakari vizuri, ukazama kwa kina, kuna jinsi ambavyo huwa unapata nini? Huwa unapata majibu nalo. Ushahidi mwingine, sio kwamba wewe hadi umezaliwa hapa, sio kwamba wewe haujawahi enda kuomba ushauri kwa mtu akakushauri vizuri. Umewahi enda kuomba ushauri kwa mtu akakushauri vizuri, na mwingine umewahi kwenda kumuomba ushauri akakushauri namna ambayo hujategemea. Na sio kwamba wewe wakati unaenda kuomba ushauri kwa mtu, sio kwamba hakuna mtu ambaye kuja kuomba ushauri kwako. Amaye kuja na ukampa majibu mazuri ambayo yalimsaidia kwenye maisha yake. Hiyo inatokana na nini? Hekima. Ukisikia neno hekima ipo. Hekima ipo pia unapoungana na ulimwengu wa kiroho. Unapata muongozo. Hekima inakujia. Sio kwamba eti muda wote unakuwa mtu anaweza kama mpumbavu sana, lakini amewahi kumshauri mtu jambo zuri na likamsaidia. Shida ni kwamba sisi hatuelewi kwamba maintain vipi. Yaani hatuelewi hizi hali. Ni mazingira ambayo tumeyakuta tunaishi kwenye maisha ambayo yamegawanya vipande, hatuyaelewi. Yamegawanya vipande vidogo, hatuone kama anaungana. Mtu unapata hela zinaisha,
sio kwamba eti zinaisha tu. Wakati unazipata ulikuwa kwenye frequency ya fedha, lakini umeshindwa kumaintain, yani umeshindwa kubaki kwenye frequency ya fedha hadi umerudi kwenye low frequency. Low frequency kuna umaskini, hofu, wasiwasi, madeni, hela zinakutoka. Yani uko kwenye high frequency ukarudi kwenye low frequency, hela zinakutoka. Ukibakia kwenye high frequency, hela hazikutoki. Sheria hiyo. Mtu anakuambia hela zinatoka ndani, hakuelezi kwamba eti tokaje ndani. Yani mtu hela unamwambia tu hela zinatoka ndani yako. Wewe unatoka ndani yako, unamuelezaje? Lazima ufahamu malango yako ya high frequency na malango yako ya low frequency. Kila mtu ana uzoefu wake na ana ubora wake. Kila mtu alivyokuwa amezaliwa, alizaliwa lazima mambo ya familia yameambatana naye, lakini kuna kaubora fulani amezaliwa nao. Kila mtu. Mwingine unakuta ana msukumo mkubwa na hatima yake, lakini mwingine unakuta hatima yake haina msukumo mkubwa, anahitaji msaada. Ndio unakuja masuala ya M. Sijui una M mkononi. M mkononi maana yake upo powerful, uko strong, yani una ulinzi mkali, unaongozwa vizuri, ulimwengu wa kiroho uko pamoja na wewe muda wote. Kuna mwingine ni bora lakini amezaliwa na nguvu kubwa sana ya low frequency. Yani labda uko wake huko alifanya, yani ni mambo ambayo ni ya low frequency, ila ana ubora upo. Kwa hiyo ana kazi ya kuua low frequency, abaki kwenye high frequency. Sasa kama tunavyofahamu, unakuta mtu stress zinamvaa nini, ndio ni hali ya ukoo. Kwa ni mambo kama hivyo. Hali mbaya ni low frequency iliyokomaa. Hali nzuri ni high frequency iliyokomaa. Nilikuwa napanga tufike nusu saa imefika. Nafikiri tutakutana wakati mwingine, tutajadili mambo mengi.